Ujumbe wa leo utakuwa na kichwa kinachosema ielewe asili na mwenendo wa utakatifu. Ielewe asili na mwenendo wa utakatifu. Sasa tukiliangalia hili neno utakatifu au mtakatifu, ni neno ambalo tunalisikia sana. Tunasikia sana mtakatifu, utakatifu, kitu kitakatifu, takatifu. Na wakati mwingine tumekuwa tukiimba nyimbo, Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tumekuwa tukisikia mahubiri, tumekuwa tukisoma maandiko, tunakutana na hili neno mtakatifu mara nyingi. Mafundisho mbalimbali yana address kitu cha mtakatifu, utakatifu, kitakatifu, takatifu. Lakini hivi je, hili neno mtakatifu, hili neno utakatifu tunalitafsiri vipi? Tunalielewa vipi? Kwa sababu tusipolielewa, na tunakutana nalo mara nyingi, tunalisikia mara nyingi, wakati mwingine tunaliemba, tusipoelewa asili ya utakatifu, tusipoelewa hili neno, wakati mwingine inaweza ikawa tunashindwa kuelewa maandiko, mafundisho katika ukamilifu wake. Na niseme hivi, ni kweli, ukitaka kujua kwamba hili neno halieleweki vizuri, inue watu kama 10 hivi, watu 10 au watu 5, utaona kuna namna fulani, kuna ambao watapishana. Kimwambia hebu tutafsirie maana ya utakatifu, sema maana ya utakatifu nini, kuna namna ambavyo utaona kabisa kwamba kuna kutofautiana, na kwa hiyo kuna umuhimu baadhi ya terms au baadhi ya maneno ambayo tunayasikia mara nyingi kuweza kuyaelewa kwa kina, kwa sababu ndio inawezekana anabeba ile status, ile sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutajifunza leo ili neno au hii asili ya utakatifu, lakini pia tutakuja kuangalia mwenendo wa utakatifu ni ukoje. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Na niseme hivi, kuna watu wengine wanasema kwamba hakuna mtu mtakatifu. Unajua, ushasikiaga hapa duniani hakuna mtu mtakatifu. Hakuna mtu, hasa watu wa mataifa ambao kidogo ili neno mtakatifu kuna namna fulani wanalichukulia kwamba mtu anaweza akawa mtakatifu pengine kwa yeye mwenyewe, kwa matendo yake, kwa kujitahidi. Kwa hiyo kuna watu wanasema kwamba hakuna mtu mtakatifu bana, hakuna mtu mtakatifu huko ulimwenguni, na inawezekana hata waamini bana, hakuna mtakatifu. Lakini je, ni kweli? Ni kweli? Tena kuna wengine pia, ili ufanywe mtakatifu, kuna wengine ili ufanywe mtakatifu lazima kuna paneli ikae paneli fulani, wakae watu wa aina fulani, wapige kura, waeke mazingira fulani ya kusema wanakufanya wewe uitwe mtakatifu. Nafikiri mshasikia wengine kwamba ili uitwe mtakatifu, kuna baadhi ya wengine lazima upigiwe kura, kuna mchakato fulani wa kudadisi, wa kuangalia ndio utaitwa mtakatifu fulani. Lakini pia tunaona wengine wanazungumza, hasa waamini ambao tunamwamini Yesu Kristo, wanazungumza mitandaoni huko, sisi ni watakatifu, sisi ni watakatifu. Sasa lazima tuelewe kwamba watakatifu ni wanatokana na nini? Asili yao ni nini? Inakuwaje ili uwe mtakatifu? Ili neno tulielewe. Na nafikiri pia tunasikia kwamba Israeli ni nchi takatifu. Tunasikia Israeli ni nchi takatifu, Holy Land, nchi takatifu. Tena tunasema taifa takatifu la Israeli. Taifa, kwa sababu taifa na nchi ni vitu viwili tofauti, unajua kwamba unapojumuisha watu na serikali, hiyo inaitwa taifa. Nchi ni sema resources na mipaka, ile territory, geographical territory, hiyo ni nchi. Lakini inapokuja watu na serikali yao, tunasema hili ni taifa. Sasa tunasikia Israeli ni taifa takatifu na ni nchi, Holy Land, takatifu. Sasa lazima tuelewe hivi vitu, kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukaulizwa na wasioamini, hivi nyie mnasemaga Israeli ni nchi takatifu, sijui hiki ni takatifu,
how. Sasa kama uelewi unaweza ukashindwa kujibu, ukaanza kutetea mambo ya kisiasa, unaweza kutetea kisiasa. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu mno, ni muhimu sana tuelewe asili ya utakatifu, sababu tukielewa asili ya utakatifu tutakuja kuelewa maana, lakini pia itatufanya tusiumbishwe na hoja mbalimbali ambazo zinaibuka, pengine aidha kuchallenge hii kitu cha utakatifu, kwa sababu utakatifu, niseme hivi, utakatifu ni temu ambalo linatumika kwa imani mbalimbali. Kuna wanaoamini ili uwe mtakatifu lazima uwe hivi, watu wakupigie kura, wakuneni. Kuna ambao wanaamini kwamba mtakatifu, hakuna mtu anaweza kuwa mtakatifu, mtakatifu ni Mungu wao peke yao. Lakini kuna ambao wanaamini kwamba hata mwanadamu anaweza akafanywa kuwa mtakatifu. Ndivyo ambavyo tunatakiwa tuelewe na tuwe na ujasiri katika hili neno la utakatifu, au hili jambo la takatifu, kitu cha takatifu na vitu vitakatifu. Hata tuangalie mambo kadhaa ambayo yatatusaidia kuelewa kuhusu utakatifu. Tuangalie mambo kadhaa. Jambo la kwanza, utakatifu ni sifa inayotolewa kutokea kwenye chanzo au kwenye asili moja tu. Utakatifu ni sifa, ni status, ni sifa ambayo hiyo sifa inatokea kwenye chanzo au kwenye asili moja tu. Yaani tukisema hiki kitu ni kitakatifu, maana yake utakatifu huu lazima umetokana na chanzo fulani, na chanzo kiko kimoja tu. Nataka tukae kwanza hapo tuelewe chanzo cha kitu kuwa kitakatifu. Chanzo ni kitu kimoja tu, na inaweza ikatolewa kwa roho, inaweza ikatolewa kwa mwili, kwa mahali au kwa vitu. Kwamba vitu vinaweza vikawa vitakatifu au mahali pakawa patakatifu, au roho ikawa takatifu, hata mwili ukawa mtakatifu. Lakini tutakuja kuangalia kwa kina. Hapa naanza kwa general, conclude moja kwa moja. Lakini tuelewe kwamba vitu, mahali, roho, mwili unaweza ukafanywa au ukapewa kuitwa mtakatifu au patakatifu au kitakatifu. Na kitu ambacho ninaweza nikakisema kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi, yani aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, ndiye pekee, ndiye chanzo au ndiye asili ya utakatifu wowote unaotajwa katika kweli. Kwamba hili kitu, tunasema hiki kitu ni kitakatifu, au hapa mahali hapa ni patakatifu, au mtu huyu ni mtakatifu, lazima utakatifu huo umetoka katika Mungu pekee. Kwamba Mungu ndiye aliyesema kwamba wewe ni mtakatifu, au mahali hapa ni patakatifu, au kitu hiki ni patakatifu. Kama Mungu hajasema, hatuwezi tukatemu, kwa sababu utakatifu unatoka kwake au unatokana na yeye. Kusema unatoka kwake inaweza kawa kidogo unatokana na yeye. Kwa hiyo ndivyo ambavyo, kwa hiyo neno lake anapozungumza, neno lake ndio linatoa hiyo sifa. Kwamba tunasema sehemu fulani ni patakatifu. Kwa nini? Kwa sababu kuna neno lilitoa hiyo sifa ya huyo mtu, ya iko kitu, au ya hapo mahali. Tunasikia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tayari kuna utakatifu ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ametoka katika yeye. Kwa utakatifu kiuhalisia, tukiangalia hii neno utakatifu, ni sifa inayomaanisha kamilifu au timilifu kwa Mungu. Ukisema utakatifu, hii kitu cha utakatifu ni sifa, lakini sifa hiyo inamaanisha ni kamilifu au timilifu kwa Mungu. Kwamba Mungu
Mungu anapoona kitu hiki kitaweza kukamilisha au ni timilifu kwa ajili ya kile ambacho anawaza kukifanya au kile ambacho anataka kukitenda, kinabadilika status. Kinabadilika status. Kwa hiyo wanadamu wanaweza wakawa na sifa. Mfano, wanadamu wanaweza kawa na sifa za utimilifu, wanaweza kawa na sifa za ukamilifu, kwamba ili mtu awe mkamilifu lazima awe anaenenda katika namna hii, awe anafanya vitu hivi. Lakini Mungu anapoona kitu hiki ni timilifu au kitu hiki ni kamilifu, maana yake kwamba ile kuona Mungu na ile kusema ndio kunatoa status ya ukamilifu. Kwa hiyo kinachofanya sifa ya utakatifu ni chochote kinachomilikiwa na Mungu, kwamba Mungu anakitemu kitu hiki ni kitakatifu sababu anakimiliki kwa ajili ya kukitumia kwenye kusudi lake, kwamba chochote ambacho kiko katika miliki ya Mungu, kwamba Mungu anakimiliki kama chombo cha kuweza kutimiza mapenzi yake. Kitu hicho kinabadilika status. Kwa sababu nini? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mkamilifu. Ina maana anachokitumia lazima kiwe ni kamilifu, anachokitumia lazima kiwe na utimilifu. Kwa hiyo ili akitumie kitu Mungu, ile kitu lazima kibadilike state, kisiwe kitu cha kawaida, lazima kiwe kitu chenye utimilifu. Kwa hiyo ile namna ya kwamba kitu ni kitakatifu au kitu ni usema mtu ni mtakatifu au mahali ni patakatifu, ni kwa sababu Mungu ameona kwamba mahali hapa au kitu hiki au mtu huyu ni timilifu kwa ajili ya kutekeleza lile kusudi lake. Sasa utimilifu huo ni yeye ambaye anautoa, kwa sababu utimilifu unatoka kwake. Maana yake kwamba yeye ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema mtakatifu ni holy, alafu kiangalia holy imetokana na holy, yani kama ni kitu kamilifu kwa asili. Kwa hiyo ndivyo hivyo unapozungumza utakatifu ni utimilifu. Na utimilifu huu nimesema, utimilifu huu chanzo chake ni aliye mtimilifu. Kwa hiyo ile kwamba amekufanya uwe ni chombo chake, maana yake ni kwamba lazima ule utimilifu auweke kwako ili ufae kwa ajili ya kumrepresent yeye. Yaani cha Mungu kina sifa ya kimungu. Mahali ambapo Mungu anapatumia panakuwa na zile sifa za kiungu. Sasa zile sifa za kiungu ambazo tunasema ni ukamilifu, ndio tunasema sasa huyu mtu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Au mahali hapa ni patakatifu. Na tutakuja kuona kwa kina huku mbeleni kwamba sisi tukiangalia kwa standard ya kiulimwengu kwamba bana, yani huyu mtu kweli na matendo yake haya kweli hivi afu eti ni mtakatifu. Tunaangalia katika namna ya kibinadamu. Lakini katika namna ya kimungu, Mungu anamsababisha mtu qualify, awe timilifu, awe mtakatifu kwa ajili ya kusudi lake. Kwa sababu niseme hivi, kama ni kwa matendo yetu, kama ni kwa njia zetu, hakuna ambaye anastahili kuitwa mtakatifu. Kwa sababu kusema mimi ninaweza kawa mtakatifu kwa matendo yangu, maana yake kwamba mimi naweza nikajitosheleza, nikajitimiliza sawa sawa na alivyo Mungu, kitu ambacho ni ngumu. Mungu tayari ni kamili. Kwa njia zetu, kwa namna yetu, hatuwezi tukawa kamili au tukawa na ule utakatifu wa kwake. Kwa hiyo utakatifu unatoka kwake yeye pekee.
anayemchagua yeye, anapopachagua yeye, anachokitenga yeye lazima kiwe kitakatifu, lazima akikamilishe, akipe status yake yeye. Maanake katika ukamilifu hakuna kushindwa, si ndio? Kitu ambacho ni kamilifu hakiwezi kushindwa. Ndio maana wale ambao waliwaita watakatifu wake walikuwa kushindwa ni ngumu. Maana nini? Maana kwamba wana utiisho wa kimungu, wana ukamilifu wa kimungu. Hata vyombo vile vyombo vitakatifu, ilikuwa uwezi kwenda tu wewe unaenda kama maelekezo yalitolewa ni hivi, uwezi tu kwenda ukavi misuse, ukavitumia ndivyo sivyo. Kwa nini? Kwa sababu vile ni vyombo kamilifu, vina status ya kiungu, au vina sifa ya ukamilifu wa kimungu. Na hiyo sifa imetokana nini? Ni Mungu mwenyewe amesema hivi ni vya kwangu. Kwa hiyo kama ni vya kwangu, maana kwamba lazima viwe na sifa zake. Sifa zake ni zipi? Ushindi. Sifa zake ni zipi? Sifa zake ni zipi? Kwa zile sifa za Mungu lazima zidhihirike katika vile vya kwake. Kitabu cha Mambo ya Walawi 11:45 alisema kwa wana wa Israeli katika zama zile, alisema kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu, basi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Hapa alikuwa anazungumza na wana wa Israeli, kwa kuwa mimi ni Bwana niliyowaleta katika nchi ya Misri. Wana wa Israeli, yaani ile kwamba nimewatoa nikawaleta katika nchi ambayo nimewaapia baba zenu, nikawatoa nikawaleta katika nchi ya ahadi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninataka kujidhihirisha, kwa sababu nataka kuwatumia ninyi kuna namna fulani nijidhihirishe. Maana yake ni kwamba nini? Lazima mtakuwa watakatifu. Lazima basi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu anachokitenga ili akitumie kinakuwa na status ya utakatifu. Kinakuwa na status ya utakatifu. Na hata katika mifano, tuchukulie mifano tu ya kawaida hivi. Kwa mfano gari ya mfalme, tunasema hii ni gari ya mfalme, si ndio? Gari ya mfalme. Hii ni nyumba ya mfalme. Hii ni mavazi ya mfalme, chakula cha mfalme, watumishi wa mfalme, fimbo ya mfalme. Sasa chochote cha mfalme kina utiisho wa mfalme. Yaani kwa mfano ukaenda ukachukua kitu cha mfalme, ukaiba kitu cha mfalme, yaani maana yake ni kwamba nini? Unacheza na ufalme. Kwa nini? Kwa sababu kile kitu inawezekana iko kitu ni kitu cha kawaida, lakini kisha kuwa cha mfalme, maana yake kina status ya mfalme. Unapotaka kukichukua pengine bila idhini ya mfalme, au unapokidhalilisha, unapokimisiuzi, maana kwamba unacheza na ile hadhi, ile sifa ya mfalme. Bana, gari la mfalme. Unajua kuna siku moja anyway, nafikiri nisizungumza hivi, lakini kuna namna fulani, hata kwa mfano ikitokea, tuchukue mfano huu hapa, ikitokea kwa mfano labda gari la kiongozi fulani likaharibika barabarani hivi, yaani itafanyika jitihada haraka iliondolewe, ili nini? Kulinda ile hadhi ya pengine huyo kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu kitu chake hakitakiwi kiharibike. Kwa nini? Kwa sababu likiharibika gari kama lile la mwingine, it's okay, lakini hiki kimebeba status, kimebeba hadhi. Kwa hiyo utakatifu jamani, utakatifu ni status, ni sifa ya ukamilifu, kwamba haitakiwi cha Mungu kisiwe kikamilifu. Hakitakiwi cha Mungu kisiwe kikamilifu. Lakini kitu kingine ambacho nataka tukione hapa, utakatifu ni sifa inaweza kukoma. Kitu kinaweza kikawa kitakatifu, mahali panaweza pakawa patakatifu. Mtu anaweza akawa mtakatifu, lakini ile sifa inaweza ikakoma pale
Mungu anapoacha kukitumia kitu hiko, kwa sababu hiki kitu ni kitakatifu, si ndio Kwa sababu kiko ni cha mtakatifu, Mungu amekitenga kwa ajili ya sasa. Inapotokea kwamba kile kitu hakitumii tena, kwa sababu nitakazotaja, kwa sababu hizi kuu mbili, atakapofika kwamba hatua sikitumii tena kitu hiki, kuna namna ambavyo status inabadilika. Kwa mfano tuchukulie hata kwa mfano labda ni gari ya mfalme, akaamua pengine bana aiuze, bana hii bana inabadilisha umiliki, peleka huko second hand ukawauzie watu wapate kusagula. Ikikija huko kama mtumba, hata kama ni nguo ya mfalme au kama nguo ya mtu fulani ambaye ni mwenye hadhi, yaani ule utukufu wa mfalme haina tena. Kwa nini? Kwa sababu kimetoka kwenye ule umiliki. Kwa umiliki ndio unakipa kile kitu hadhi. Kilipokuwa unajua kwa sheria za mataifa ya sio sheria, ni utaratibu au desturi za mataifa ya ulimwengu, ikitokea kwamba labda kwamba ni rais wa nchi fulani ameenda kukaa katika nyumba ya mtu, hata kama ni ya mtu binafsi, ile nyumba inabadilika hadhi, inakuwa nini? Inaitwa ikulu ndogo. Unajua hiyo kitu kwamba akienda kukaa katika nyumba yoyote, ile nyumba inabadilika, inaitwa ikulu ndogo. Kwa nini? Kwa sababu aliyekaa mwe ndani kuna hadhi ameipa. Kwa hiyo itawekewa ulinzi, itawekewa watu watakuwa wanaizunguka, lakini akitikwa atakapoondoka ile inakuwa nyumba ya kawaida. Hata kama ni hoteli inakuwa ni kawaida. Kwa hiyo hata utakatifu hivyo hivyo. Utakatifu ni hivyo hivyo, kwamba hii sifa inaweza ikatoka ikakoma pale Mungu anapoacha kukitumia kitu hicho. Sababu ili akitumie, lazima tunasema kwamba kitu akipe ukamilifu ili kisimwaibishe, kisimtushie adhi. Ule ukamilifu sasa ndio sababu kuu mbili ambazo zinaweza zikasababisha hii sifa iweze kukoma. Sababu kuu mbili. Jambo la kwanza ni mabadiliko ya kiagano. Kwamba kunapotokea mabadiliko ya kiagano kati ya Mungu na wanadamu, kuna vitu ambavyo alivifanya kuwa vitakatifu kwa sababu ya lile agano. Sasa kunapotokea mabadiliko ya agano, maana yake kwamba zile sifa ambazo alizipa kwa vitu, kwa mahali, kwa watu, kwa sababu ya lile agano, maana yake kwamba ile sifa inakuwa haipo tena. Na tunaposema agano ni nini? Agano ni makubaliano, kwamba tunakubaliana ya pande mbili, makubaliano ya kimahusiano ya pande mbili yanayozaa sheria. Hiyo sheria ndio inakuwa ndio msingi wa hayo mahusiano. Kwa kila agano ukisema ni agano ni nini? Agano ni makubaliano, kwamba pande mbili zinakubaliana, kwa sababu hata Mungu anapofanya agano na mtu, yeye ndio anatoa vigezo, sababu unajua iko hivi, sisi ndio tulikosea tangu mwanzo. Kwa Mungu ametutafuta, kama ametutafuta, anatupa njia ya sisi kuja kwake, anatoa njia, na anapotoa njia, maana kwamba anaweka vigezo na masharti. Tunasema hiyo ni sheria, anatoa sheria ambayo katika hiyo utapokea haki, sababu haki inakuja kwa mujibu wa sheria. Sheria inachofanya ni kutoa haki. Kutaka haki yako unaipata kupitia sheria. Kwa hiyo panapotokea mabadiliko ya kiagano, kunaweza kukafuta vile vitu ambavyo vilikuwa vinasema katika agano hilo ni vitakatifu. Sasa agano limebadilika. Kuna vitu ndani ya mahusiano haya, ndani ya mkataba huu nilivitemu kama vitakatifu. Sasa sipo tena kwenye ile agano, kuna agano lingine nimelifanya. Maana yake ni kwamba vitu vile ambavyo nimevilist
au nilisema kwamba vitu hivi vitakuwa ni vitakatifu. Maana kwamba ile sifa, ile hadhi inakoma. Kwa nini? Kwa sababu sivitumii tena hivyo. Yaani kama alikuwa anatumia kitu fulani, kifaa fulani, alafu ikaja upgrade. Alikuwa anatumia labda simu ya touch, alafu imekuja smartphone, akasema sasa hivi nitawasiliana kupitia smartphone. Alafu wewe bado unakomaa kwamba na touch, kwamba touch hii, kupitia touch haiwezi ka access pengine WhatsApp au internet, si ndio? Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama haiwezi ku access, maana automatically kwamba imekuwa disqualified, ile hadhi tena haina. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba maagano yanabadilika. Kuna vitu, kuna mambo yanabadilika. Lakini jambo lingine la pili ambalo linaweza likasababisha sifa ya utakatifu au ule utimilifu ambao Mungu anautoa kama vile alivyo, au ile hadhi anayoitoa ili kile kitu kifananie na yeye, kiwe na ukamilifu wake. Maana yake ni kwamba nini? Mtu ambaye anakaa nje au kutoka nje ya agano la Mungu, mtu namna hiyo pia anaweza akapoteza ile sifa ya kwamba ameweka, ukitaka uwe mtakatifu wangu lazima uwe katika agano hili. Wewe umekaa nje ya hilo agano, maana kwamba ile hadhi hauwezi ukaipata, au kama umetoka nje ya hilo agano, maana kwamba ile sifa ya utakatifu, ile sifa ya kwamba hiki ni timilifu, hiki ni kitimilifu kwa ajili yangu, ile sifa inakoma. Kwa nini? Kwa sababu nikikuangalia hauko ndani ya mkataba wangu, ndani ya agano langu, kwamba walio ndani ya agano hili watakuwa ni watakatifu. Kwa hiyo maana yake kwamba ukiwa nje ni ngumu, haiwezekani. Kwa ni sifa ambayo pia inaweza kapotea kama umetoka nje ya hilo agano, umetoka kaenda kufanya maagano mengine. Maana kwamba kuna sifa kwa sababu hiyo ni sifa ambayo inatolewa. Utakatifu ni sifa ambayo inatolewa. Utakatifu sio sifa unaipata kwa kujitahidi. Utakatifu sio sifa unaipata yaani utakatifu unatolewa na yeye tu. Ni Mungu pekee ndio na ndio maana kati ya kitu ambacho tunakizungumza, Mungu ni mtakatifu. Maana ni kwamba ametimilika. Mungu ni mtimilifu. Ni mtimilifu katika, yaani iko hivi, hahitaji msaada, kusaidiwa, hajapungukiwa, hawezi kupata hasara, ni mtimilifu. Ndio maana malaika mbinguni wanamsifu mtakatifu, 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 mtakatifu. Hiki kitu cha mtakatifu, tukilizungumza neno mtakatifu, tuone kwamba Mungu hatuhitaji kwamba anatuhitaji sana sisi, tunamhitaji yeye atutimilize, na chochote chake ni kitakatifu. Kwa hiyo mtu anapokaa nje ya agano la Mungu au anapotoka nje ya agano la Mungu, anaweza akapoteza hii hadhi ya sababu Mungu anaweza akafanya agano kwamba walio ndani ya agano hilo anawatema, hawa kwangu, hawa ni vyombo vyangu, hawa ni wanangu, hawa. Sasa unapokuwa nje, maana ile hadhi, ile status ya kutimilizwa, kufanywa kuwa mtimilifu, unaikosa. Sasa tuangalie kwa jambo hile moja, naona muda unakimbia sana. Tuangalie hili la kwanza kwa sababu nimesoma kama list, lakini tuangalie mabadiliko ya kimaagano hapa kidogo, kwa sababu hapa kidogo ndo tunachanganya sana waamini katika kanisa, kwamba maagano kuna maagano ambayo yamebadilika, kuna agano ambalo limebadilika, lakini bado kuna vitu tunavitazama kwa jicho la utakatifu ule, kwamba katika agano la kale au katika lile agano la kwanza ambalo Mungu aliingia na nyumba ya Israeli, kuna vitu
alivitaja kuwa ni vitakatifu kwake, ni vitakatifu. Sasa agano limebadilika, bado vile tunaviona ni vitakatifu, au namna ile ile tunaiona ni namna takatifu, lakini agano limebadilika, kwamba havitumii tena vile, havitumii vile. Tayari njia ya utimilifu, kuna njia ya utimilifu tayari nyingine ambayo ameiweka, au kuna namna timilifu nyingine bora zaidi kuliko ile. Sasa tusipoangalia katika namna hiyo, kuna vitu ambavyo vilizungumzwa, kwa sababu kuna katika Agano la Kale, taangalia hapa kwa kina, Mungu alijifunua kupitia mifano ya vitu, siku, majina na maeneo, kwamba alijifunua au alijidhihirisha au alijaribu kujionesha kwa njia ya mfano, kwa njia ya picha, kupitia vitu, kupitia siku, kupitia maeneo, au akajidhihirisha pia kupitia majina mbalimbali. Sasa maanake kwamba ili avitumie vile vitu, ili atumie hayo maeneo, ili atumie hao watu, ilibidi kwamba awape kwanza nini? Ile status ya utakatifu. Kwa hiyo ilikuwa anavitumia kama njia ya mfano, kama lugha ya picha. Alitumia kama lugha ya picha sanduku la Bwana, sijui hekalu, maskani. Katika maskani lazima kuwe na hivi na hivi, lazima kuwe na ramani hii, kutakuwa na vyombo vitakatifu, chombo hichi kitakuwa na hivi, kutakuwa na uvumba mtakatifu. Kuna vitu vingi alivizungumza. Hivyo vitu aliviita kwa nini ni vitakatifu, au mahali hapo patakuwa ni patakatifu kwa ajili yangu mimi. Alitemu hivyo vitu kwamba ni vitakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa anavitumia Mungu mwenyewe kama picha ya mfano ya kujidhihirisha, ili tunavyoviangalia vile vitu, kuna namna ambavyo tuweze kumwelewa Mungu alivyo. Kwa mfano sanduku la Bwana tunasema ni sanduku takatifu. Mwenye kulikuwa kuna fimbo, kulikuwa kuna tablet zile za amri 10, kulikuwa kuna mana, lakini ilikuwa ile sanduku sio la kuchezea. Nini? Takatifu. Vyombo vya patakatifu pia. Lakini kulikuwa kuna nyumba, sema nyumba au hekalu, maskani ya kukutania. Kulikuwa kuna sehemu ambapo pametengwa, kuna patakatifu, afu kulikuwa patakatifu. Maana yake patakatifu, yaani hapo anaingia kuhani mkuu peke yake. Kwa hiyo katika agano lile la kale, Mungu alijifunua kupitia maeneo, kupitia vitu, kupitia watu, na lazima tuelewe hivyo kwamba katika agano lile kuna vitu alivizungumza moja kwa moja. Kitabu cha Kutoka 25 kuanzia mstari wa 8 asema nao, naomba nitazungumza maandiko mengi ili tuone kwa kina. Nafikiri wengine mmeshasikia, mmeshasoma, lakini nataka tuone ni jinsi gani ambavyo Mungu kuna vitu vingi aliviita kuwa ni vitakatifu. Sema nao wanifanyie patakatifu ili pate kukaa katikati yao. Kati yao. Kutoka 26:63 sema nawe tungika lile pazia chini ya vile vifungo, nawe leta lile sanduku la ushuhuda, sema kulitia humo nyuma ya pazia, na lile pazia litagawanyika kati ya patakatifu na mahali patakatifu sana. Kuna pazia, kuna patakatifu sana. Haya ni maelekezo katika Kutoka. Sema kitabu cha Kutoka 28:66 sema nawe fanya bamba la dhahabu safi ya kuchora juu yake, mfano wa machoro ya muhuri. Asema mfano wa machoro ya muhuri mtakatifu kwa Bwana. Hilo bampa ndo mtakatifu. Kuna namna fulani ambavyo hilo bampa la dhahabu safi ni vote hivyo, ni vitu vitakatifu kwa Bwana. Sema Kutoka 29:6 sema nawe mvike kile kilemba kichwani, na ile taji takatifu utaitia katika kile kilemba, na ile taji takatifu utaitia katika kile kilemba. Kuna taji takatifu, lakini kuna mavazi pia matakatifu.
kuna vitu vingi ambavyo vimezungumzwa. Kuna uvumba Kutoka 30:37 nasema, na uvumba utakaofanya hamtajifanyia uvumba wenye viungo sawasawa na uvumba huo utakuwa ni mtakatifu kwa ajili ya Bwana. Kutoka 31:10 na mavazi yenye kufumwa kwa uzuri na mavazi matakatifu ya Haruni kuhani na mavazi ya wanawe ili kutumika katika kazi ya ukuhani, mavazi matakatifu na kadhalika. Ni mafundisho yako mengi. Hata Sabato imeitwa ni siku takatifu. Nasema Kutoka 31:14 asema, basi mtaishika hiyo Sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Sema, kila mtu atakayetia unajisi hakika yake atauawa. Kwa kuwa kila mtu afanyie kazi katika siku hiyo, nafsi yake itakatiliwa mbali. Akaendelea huku chini. Naomba nianze kuzungumza hapa, maana maandiko ni mengi sana ambayo yanazungumza vitu, yanazungumza hata Israeli katika Agano la Kale ilikuwa sema ni taifa takatifu. Taifa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliteua nyumba ya Yakobo, nyumba ya Israeli, kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kujidhihirisha, lakini pia hasa kikubwa zaidi kwa ajili ya ule uzao ambao kupitia huo mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa. Kwamba akatenga nyumba ya Israeli au nyumba ya mzee Yakobo, kwa sababu usema nyumba ya Israeli maana kwamba mzee Yakobo alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Sasa ile nyumba actually kikubwa hasa ilikuwa ni kuandaa mazingira ya ile ahadi ambayo Mungu alimwahidia Ibrahimu kwamba kupitia uzao wako mtu huyu mmoja, kupitia uzao wako mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa. Sasa huo uzao unakujaje? Lazima aandae mazingira. Kwa hiyo alimtenga Ibrahimu, akaja akamtenga Isaka alafu akaja Yakobo kama kabila 12, lakini wale kuna namna fulani akaenda nao ili kwamba waanze kuelewa, kwa sababu watu ambao walijua ahadi ya Mungu mapema ilikuwa ni ile nyumba. Unajua unapokuwa na project kuna zile hatua za awali, kwamba inawezekana kwa mfano unaweza kuestablish project mahali, lazima either ukatoe elimu kwanza mahali pale, watu waelewe hiyo project ili ikija wasije wakaipinga. Unajua unaweza ukapeleka project mahali alafu watu wakajazana sumu, bana hiyo project inakuja kutuharibia kabisa hapa. Sasa lazima unaanza na study, unaanza na tafiti, unaenda unatafiti mahali pale kwanza, unajua pengine jambo hili litaathiri jamii ya pale au litahitaji engagement ya jamii. Lazima unaenda unatoa kwanza hiyo elimu na kadhalika. Kwa hiyo ilikuwa ni namna tu ya kiproject za kawaida, kwamba ili Mungu aitimilize ahadi yake ya kumleta Yesu ulimwenguni, ilikuwa lazima atengeneze mazingira ili au watu wapate kupewa, sababu unajua wana wa Israeli hata kabla ya Yesu kuja kuna nabii mbalimbali zilitoka kwa habari ya Masihi atakayekuja, kwa habari ya mpako mafuta. Kwa hiyo walikuwa tayari wanauelewa, sema hawakumjua kwamba ni nani au ni alipokuja hawakumkubali, kwa maana ya Yesu alipokuja hawakumkubali, na mpaka leo wanamsubiria Masihi. Ni kitu ambacho kinahuzunisha sana. Mpaka leo wanamsubiria Kristo wao, kwa sababu wanaamini kwamba Kristo atakapokuja hatakuja katika namna ya sema ile namna ya kitumwa, atakuja kama mfalme. Walikuwa wanategemea kwamba mtu ambaye atakuja atakuwa ni mtawala, kwa wao ndo nafikiri ni Kristo. Kwa alipokuja katika namna ya utumwa kama mtumishi, sema na filosofi za kitumishi. Unajua iko hivi, unatazamia kwamba mtu atakayekuja atakuwa ni mtu mwenye maubavu, mwenye maguvu, alafu anakuja mtu na filosofi za kiutumishi, za kitumwa. Sababu Yesu kisikia mafundisho yake, mafundisho ya Kristo, it's all about kushuka, humbleness, unyenyekevu. Lakini wana wa Israeli wao wanapenda kutawala, wanapenda ile rule over universe. Sasa unapowaambia kwamba unyenyekevu si nini, kujisusa, wanakuwa wewe si wewe, sisi tunamtaka jemedari. Na kipindi kile wakati Yesu anakuja walikuwa chini ya ukoloni wa Rumi.
Kwa hiyo alitegemea kwamba Masihi atakayekuja atawatoa katika ile utumwa wa kikoloni. Sasa anakuja mtu anazungumza habari za mambo tu ya kawaida ambayo wanayaona kwamba ni mambo ya, kwa hiyo wakamkataa. Sasa nimesema hayo kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba katika wakati ule kuna vitu ambavyo Mungu alivitem kuwa ni vitakatifu. Kuna mahali, kwa mfano Yerusalemu ilikuwa ni mahali pake patakatifu. Yerusalemu ilikuwa ni mahali pake patakatifu. Alizungumza vitu vingi, na kweli kitu kitakatifu ulikuwa uingie kitu ovyo ovyo. Yaani kuna namna fulani ulikuwa ukiingia ovyo ovyo unapokea majibu hapo hapo. Unajua kwa mfano Musa alikuwa ni mtakatifu kwa Bwana. Kwa maana gani? Mungu alimteua akamtenga awe mjumbe wake. Kuna wakati fulani ambapo Mungu aliwakataza wasioe watu wa mataifa, afu Musa alioa Misri katika wake zake. Kisema hiyo watumishi wasema, kumbe Musa alikuwa mtumishi wa Bwana lakini alikuwa na wake zake. Sasa na sisi hapo vipi? Si andiko tunasimamia hilo na sisi tuwe na, sijasema hivyo, ila maandiko ndo yanasema Musa alioa Misri, mmoja ya wake zake, kaoa watu wa mataifa ambao sio wa Israeli. Ikatokea dada yake akaanza kumsema, bana, unajua yani huyu bana anatuaibisha kweli. Wamekaa huko ndani ya hema, wanaanza kumsengenya Musa, wanaanza kumsengenya mtakatifu wa Bwana. Wakala ukoma nini? Wanagusa kitakatifu, wanakikosoa kitakatifu. Mungu yeye amemwona mkamilifu na mtimilifu, amemtimiliza, alafu wewe unasema huyu sio mtimilifu, alafu huyu sio, unaanza tunapozungumzia utakatifu jamani, tukianza kupima kwa standard yetu ya kiwanadamu utakosea, kwa sababu katika matendo, niseme ukweli, katika matendo, kama ni kwa matendo yetu tunajipatia utakatifu, hakuna ambaye atastahili hata mmoja, isipokuwa ni Kristo peke yake tu ambaye aliishi katika utakatifu. Kwa hiyo kama Musa mwenyewe ambaye alikuwa sema huyu mtakatifu kwa Bwana, sema huyu nazungumza naye uso kwa uso. Maana unajua hii uso kwa uso kitu ambacho pia lazima tukielewe, sio kwamba anamuona hivi, lakini kuna namna fulani anazungumza naye hivi wazi, anasikia sauti wazi. Musa, utakatifu ni kitu cha kupokea. Utakatifu ni kitu cha kupokea. Na kwa hiyo sasa, katika zama zile kulikuwa kuna siku, kulikuwa kuna vitu, kulikuwa kuna mahali, kulikuwa na kadhalika. Sasa katika agano jipya, Mungu kuna namna fulani ambavyo anaahidi, kwa sababu hata ule utakatifu ambao Mungu aliutoa, ile hadhi, ile status ambayo Mungu aliitoa kwa vitu, kwa mahali, kwa siku, hawakuweza kumaintain au hawakuweza kutunza hadhi ile. Kama ni hekalu lake, walifanya vitu vya ajabu mule ndani, wakafanya na mabiashara. Kama ni patakatifu pake, walifanya ufisadi. Kama ni vitu vyake, wakati mwingine walifanya uzinzi, wakafanya uasherati. Kuna namna fulani ile hadhi ya utakatifu wa mahali, wa vitu vyake, wa siku zake, hawakuweza kuendana navyo, wakavidhalilisha. Wakati mwingine waligombana, Mungu akawa na waadhibu, sababu ni hatari sana chukizo la uharibifu linaposimama patakatifu pa Bwana. Kulikuwa na makuhani wakawa wanafanya vitu vya ajabu katika patakatifu pake, kwa nia zao au kwa tamaa zao. Wakati mwingine Mungu akawa na waadhibu kwa sababu ya hiyo kutomheshimisha,
kutokaa katika ile standard ambayo Mungu aliwapa, kutokaa katika ile nini, ile sheria ambayo Mungu aliwapa. Sasa basi, kwa sababu ya hivyo Mungu akataka sasa kufanya agano hilo jipya, ambalo agano hilo kiuhalisia Mungu alilipanga tangu mwanzo, kwamba hawa, unajua niseme hivi, agano la kale, ile namna ya agano la kale ilikuwa ni emergency tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wale wana wa Israeli walitembea kwa nikitoka hapo nitakaa muda mrefu, lakini ilikuwa ni agano ambalo Mungu alilifanya kwa sababu ya ile kutokuamini kwa wana wa Israeli. Walikuwa hawataki kwenda naye kwa imani, walikuwa wanataka wanajihesabia haki kwa matendo, walikuwa wanafikiri kwamba maamuzi yao ni maamuzi sahihi. Kuna namna ambavyo walikuwa ni watu wenye shingo ngumu. Kwa Mungu akaamua kuwapa standard ili kwamba watembelee katika hiyo, kwa sababu ndio kitu ambacho wanakitaka. Walikuwa wanafikiri kwa ukamilifu wa matendo yetu, kwa njia zetu tunaweza tukamfurahisha Mungu. Kwa Mungu akawapa, kama mnataka kunifurahisha, kama mnataka kufanikiwa, kama mnataka vigezo vyangu ni. Kwa hiyo ile ilitolewa katika namna, sio Mungu akulipanga kwamba Mungu alipanga kwamba atoe ule mwiba, ile Torati. Kwa sababu Torati nisema ukweli ni mwiba. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kuitimiliza Torati isipokuwa Yesu aliitimiliza. Kwa hiyo ilikuwa ilikuwa ni mjumbe wa mauti. Ilikuwa ni hati ya mashtaka, kwamba hiyo ndio itakushtaki. Wewe umesema unaweza kwa matendo yako, sawa, nakupa vigezo hivyo. Ukishindwa hiyo ndio itakushtaki. Kwa nini? Kwa sababu wewe umesema unaweza kwa matendo yako. Kwa hiyo Mungu tangu mwanzo hakutazamia afanye agano hilo ambalo alifanya pale Sinai. Alitaka watu wake waende kwa njia ya kumwamini, lakini hawakumwamini tangu jangwani. Kwa hiyo akalitoa. Sasa Mungu anakuja kuahidi au anakuja kutoa hayo baada ya kushindwa. Akasema sasa mimi nakuja kufanya agano jipya, sio kama lile ambayo la kwanza. Yeremia 31:61 asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nilolifanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu lilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Sema, wala watamfundisha kila mtu na jirani yake, kila mtu na ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Kitu cha msingi hapa anasema nitatia sheria yao ndani yao, sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaandika. Sema, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Yaani ile kitendo cha kuwa watu wangu, kitendo cha kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa tayari, maana kwamba watakuwa na wamiliki. Sasa maana kwamba kama na wamiliki, kama watakuwa watu wangu, maana kwamba kuna status ambayo lazima watakuwa nayo, mtakatifu. Kwa tunazungumzia sasa hapa agano jipya, ambalo hilo agano ambalo Mungu aliingia na nyumba ya Israeli na Yuda. Alafu hilo agano aliingia nalo, hilo agano likaondoa pazia, kizingiti, kwa maana kwamba iko hivi. Labda tuangalie kidogo hapa, maana hapa nyumba ya Israeli na Yuda, sisi sasa inakuwaje sisi? Mbona tunazungumza tena Israeli na Yuda hapa? Sisi wa mataifa inakuwaje? Mungu aliingia agano na nyumba ya Israeli na Yuda. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo alipozaliwa, cha kwanza tuelewe kwamba alizaliwa Israeli. Ndio alizaliwa Israeli, lakini pia wale kuna namna fulani Mungu alishawaandaa kwa ajili ya kuweza kumpokea Kristo. Kwa maana lile agano lilikuwa alisema kwamba aliingia na nyumba ile, lakini lile agano liliondoa kiambaza. Ndio maana wakati Yesu amekufa, kuna pazia lilipasuka ambalo lilikuwa linaweka nini? Linaweka utenganishi. Unajua katika zama zile ilikuwa hairuhusiwi mtu wa mataifa kuingia, lakini pia hata wale wana wa Israeli walikuwa kuna
kuna vizingiti. Kuna sehemu anaingia kuhani, makuhani fulani, kuna sehemu alikuwa anaingia kuhani mkuu na kadhalika. Kwa hiyo ile agano ambayo jipya lilitoa sema green light, lilitoa ruhusa au lilifanya uhalali kwa mtu kila ambaye ataamini kwamba kupitia Yesu Kristo, kupitia Yesu ndio njia ya kwenda kwa Baba. Kwa njia ya Yesu Kristo nasamehewa dhambi. Sababu kwa ile kuamini kwamba nasamehewa dhambi, maana ni kupata uhalali wa kwenda mbele za Baba. Sababu huwezi kwenda mbele za Baba ukiwa na makando yako, rekodi zako zikiwa ni nyekundu. Lazima ukienda pale uwe, maana ukienda mbele za Baba, tuna ujasiri wa kwenda mbele za Mungu. Tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pake kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo msamaha pekee ndio unatupa uhalali wa kusema tunapaingia patakatifu pa Mungu. Kwa hiyo tunaposamehewa dhambi au tunapoamini msamaha ambao tunaopokea katika Kristo, maana tunapata uhalali. Sema hii ndio damu yangu, damu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kwa njia ya damu yake dhambi inaondolewa. Inapoondolewa, tukiamini kwamba kwa njia ya Kristo tunapokea msamaha wa dhambi, maana kwamba tunapokea uhalali wa kwenda mbele zake, au tunapokea ile hadhi ya kuwa watoto wake. Kwa kuna agano hili jipya, utakatifu katika agano jipya. Tunapozungumza utakatifu katika agano jipya, ni kwa njia ya kuzaliwa mara ya pili katika Roho. Hapa nikikaa hapa nitakaa sana, lakini iko hivi katika agano jipya, ili uwe enroll, uwe ni sehemu ya hilo agano, maana kwamba kuna kuzaliwa upya. Na kuzaliwa upya, tunasema kuzaliwa mara ya pili, ni kwa njia ya kuamini. Nikisikia neno lake, nikisikia injili yake, nikaamini habari ya msamaha na ondoleo la dhambi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ninapokea nini? Ninapokea msamaha. Na ile kupokea msamaha ndio kazi ya damu ya Yesu. Hii ndio damu yangu, damu ya agano jipya imwagikao kwa wengi. Kwa hiyo wakati mwingine tunaangalia yule mkate na ile divai, tunaona kwamba ni just a divai na nini, lakini ilikuwa ni lugha ya picha. Sasa nataka nizungumze machache afu tutahitimisha, naona muda umeenda. Kitabu cha Yohana 3 kuanzia mstari wa 3, sema Yesu akajibu akawaambia. Alikuwa anazungumza na Nikodemo. Sema Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa mara ya pili? Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu akamwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sisi tunazaliwa mara ya pili, lakini kuzaliwa mara ya pili tuelewe ni katika roho. Yaani iko ni cha muhimu mno, sababu hapa tunapozungumza utakatifu lazima tutakuja kuona utakatifu ambao tunaupokea. Hadhi ya utakatifu, status ya utakatifu ni katika nini? Lakini tunapozaliwa mara ya pili ni katika roho. Maana roho zetu ndio zimezaliwa upya, na zimezaliwa upya kwa nani? Mungu pekee ndio ametuzaa. Sijui ukasema kama kuna mtu amekuzaa. Aliyetuzaa mara ya pili ni Mungu. Aliyesababisha pengine kukuhubiria injili ni mtendakazi. Sawa, wakati tunaita mababa zetu wa kiroho, lakini baba yetu wa kiroho ni Mungu. Ile ni baba katika imani. Kama Ibrahimu alikuwa ni baba wa imani. Maana hata baba katika imani anazungumza neno ambayo ile neno linazaa imani, alafu ile imani inafanya uzaliwe upya au uzaliwe mara ya pili ndani. Kwa roho anayetuzaa mara ya pili ni Mungu mwenyewe. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 5 kuanzia mstari wa kwanza, nasema kila mtu aaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Sema kila mtu aaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampenda mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa
Sasa hapa nafikiri ni kuna hii kitabu cha Petro, hebu hapa hii ya Petro utaelewa zaidi. Petro wa kwanza 1:3 anasema, ahimidiwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima na kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Aliyetuzaa mara ya pili. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuzaa mara ya pili. Kwa hiyo aliyetuzaa mara ya pili ni Baba. Aliyetuzaa mara ya pili ni Baba. Ametuzaa kwa nini? Kwa sababu kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na kitabu cha Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa Mungu ndiye ametuzaa mara ya pili katika roho. Tumezaliwa upya katika roho. Kwamba nilipoamini roho yangu ilizaliwa upya. Sasa nataka nikae hapa kidogo kama dakika 2-3 alafu tunamalizia. Lakini tuelewe kwamba tunapozaliwa upya, kuzaliwa upya ni katika roho. Na kinachozaliwa na Mungu, kinachozaliwa upya na Mungu, maana yake kwamba kimebadilika, sio kile cha mwanzo tena. Sio kile chenye asili ya mwanzo tena. Maana kilichozaliwa na Mungu ni cha Mungu, si ndio? Kama kilichozaliwa na Mungu ni cha Mungu, maana kimebeba asili ya Mungu. Asili ya Mungu ni nini? Utakatifu, utimilifu wa kimungu. Kwa maana yake kwamba roho zetu zimebeba utakatifu. Sasa tutakuja kuangalia pia, unajua tukiangalia miili, kuna miili alafu kuna roho. Miili hii haina utakatifu wa Mungu, lakini kuna miili ambayo ibeba utakatifu wa Mungu, ambayo sio hii. Ndio maana ukimpima mtu kwa utakatifu wa kimungu katika miili hauoni, hauwezi ukaona. Hauwezi ukiwaambia watu wa mataifa mimi ni mtakatifu, watasema huyu jamaa anazungumza nini huyu? Kwa nini? Kwa sababu miili hii haina hadhi ya utakatifu. Kwa katika Kristo Yesu tunazaliwa mara ya pili. Roho zetu ambazo ziko ndani, ambazo hatuwezi kuziona, ndio zina ile hadhi ya utakatifu. Ila miili, kuna miili ile ambayo yenye sifa, yenye hadhi, ambayo sio leo au sio sasa hivi, ambayo tutakuja kuivaa. Kitabu cha Petro wa kwanza 1:9 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Sema, ninyi mliokuwa kwanza si taifa, sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa kwanza mkupata rehema, sasa mmepata rehema. Anazungumza hapa Petro, alikuwa anazungumza na watu wa mataifa. Hii waraka ulikuwa umeenda kwa wakati wa utawanyiko, na watu ambao ni wa mataifa ambao walikuwa wameamini. Anasema ninyi ambao kwanza, ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa taifa takatifu. Kwa taifa takatifu ni nini hapa? Tunaona sasa hapa mambo yamebadilika. Katika zama zile taifa takatifu tulikuwa tunasema ni nyumba ya Israeli. Lakini taifa takatifu hao wamepataje kuwa taifa takatifu? Kwa sababu ya kule kuamini ambapo kumewafanya wazaliwa upya. Kwa taifa takatifu, jamani, katika agano hili jipya, hatuwezi ukasema kwamba eti mtu amezaliwa tu kwa sababu ni wa taifa fulani eti sio katika agano hili jipya. Kigezo ni kuamini, kuzaliwa upya. Kwa hiyo sio eneo tena wamwabudu Mungu, hawatamwabudu katika mlima huu au kule Yerusalemu. Wamwabudu Mungu watamwabudu katika, sababu kuna namna fulani ambapo Mungu alika masharti katika agano lile, lazima uende Yerusalemu kwenda kuabudu, ndo mahali patakatifu ambapo alikuwa amepachagua yeye. Lakini agano linapobadilika, Mungu tena anakuwa sio kwenye kuta, sio mahali, sio kwenye vitu, sio kwenye sanduku. Mungu anaishi ndani ya mtu amwaminie kwa njia ya Roho wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi ambao tunaamini kwa njia ya Kristo tunapokea ondoleo la dhambi, huko ndio tunafanywa kuwa watakatifu. Kwa sababu unapoondolewa dhambi, unakuwa na ile nini? Ile asili ambayo Mungu alituumba nayo ya mwanzo, ambayo ndo asili ya utakatifu. Dhambi ilipoingia, ilichokifanya iliondoa ule utimilifu, ule ukamilifu, kwa sababu utakatifu ni utimilifu
ni ukamilifu wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimezungumza somo hili? Nafikiri tutaendelea nalo wiki ijayo, kwa sababu ya muda tutaendelea nalo wiki ijayo, lakini ninachotaka kusema kwamba sisi katika roho zetu tayari tumebeba ule utakatifu. Tuna asili ya utakatifu katika roho. Sasa wiki ijayo tutakuja kuendelea, kwa sababu somo hili linasema mwenendo wa utakatifu. Miili yetu hii pia hii miili, kuna namna ambavyo inaweza ikaenenda sawasawa na ndani. Japokuwa hii miili haina asili ya utakatifu, lakini neno linatusi tuwe na mwenendo wa utakatifu, kwa sababu miili hii, mwenendo wa utakatifu sio ni kitu ambacho ni kwa sababu utakatifu sio asili yake. Hii miili haina asili ya utimilifu. Hii miili haina asili ya ukamilifu. Miili yenye kutamani, miili yenye kutotosheka. Kuna namna ambavyo neno linatusi au linatuelekeza kwa habari ya mwenendo wa utakatifu, kwa sababu utakatifu uko ndani, ambapo hakuna mtu anaweza kauona. Lakini kwa wiki ijayo utakuja kuangalia kwa habari ya mwenendo wa utakatifu, ambapo hiyo ukizungumza kwamba wewe ni mtakatifu, sawa, kwa mtu ambaye asiyeelewa kwamba unazungumzia kwa habari ya roho yako, atakucheka, si ndio? Sasa ile namna ambavyo Mungu anataka ili kwamba ikisemwa ionekane kweli unachokisema ni kweli, kuna mwenendo. Yaani tukiacha mwenendo, tutakuwa tunasema vitu, tutakuwa hatuwezi kuathiri jamii, si ndio? Hatuwezi kuathiri jamii, kwa sababu kuna namna fulani ambavyo utakatifu ambao wa ndani tukiuishi nje unakuwa na impact. Unajua iko hivi, unaweza mtu kama ndani ule utakatifu huko ndani akiishi matendo ya utakatifu akumfanyi alete effect yote ya kimungu. Kwa hiyo hii kitu cha utakatifu wa mwenendo au mwenendo wa utakatifu ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu ni kitu ambacho pia ni safari. Tunapojifunza na kuudhisha mwili kuna namna ambavyo sasa ule mwenendo wa ndani au ule utu wa ndani unadhihirika nje, kwa sababu utu wa ndani, ukiwa ndani kwanza, ukisema kwamba bana mimi ni mtakatifu, au mtu akiangalia wewe majanga yako kwambia wewe. Kwa lazima tuthibitishe kile kilicho ndani yetu, tukithibitishe nje. Tunakithibitishaje? Mwenendo. Na ndio kitu ambacho Mungu anakihitaji katika kanisa, kwamba sawa, nimewapa kuwa watakatifu, lakini huo utakatifu mnaosema kwamba kwenye mitandao ya kijamii sisi ni watakatifu, unaonekana katika utu huu. Sawa, utu huu asili yake sio utakatifu, lakini Mungu anatutaka ile namna ya utakatifu wa ndani idhihirike nje. Ili nini? Ili Mungu apate kudhihirika, kwa sababu utakatifu wa Mungu au zile sifa za Mungu au utimilifu wa Mungu unapodhihirika katika maisha yetu ya kawaida, kuna namna ambavyo Mungu anaheshimiwa, kwamba anasema kwa kweli Mungu ni mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu utakatifu wake unaonekana katika watu wake. Dunia haielewe mambo ya utakatifu ukoje, una sifa gani, haielewi. Lakini kuna namna ambavyo tukiuishi utakatifu katika mwenendo, watu wanauona utakatifu wa Mungu kwetu sisi. Hatuwezi ukasema kwamba sisi ni watakatifu. Unazungumza kitu cha rohoni ambacho mtu akisikiliza anaona huyu au anazungumza vichaa tu, wanasema mambo haya. Kwanza hakuna mtu anaweza kawa mtakatifu. Kuna vitu vingine sio kila mtu anaweza kavielewa. Ni wale tu waliojaliwa. Na ndio maana ni muhimu sana pia tuwe makini sana tunapozungumza baadhi ya vitu. Unajua hata Yesu mwenyewe sio kila kitu alikuwa anakianika waziwazi. Uwezi ukatoka hapo nje barabarani ukaanza kusema sisi ni watakatifu. Ukaenda barabarani sisi ni watakatifu. Ukisema kitu kama hicho, watu watakuangalia sema yeye jamaa yule mtakatifu, muangalie wewe jamaa. Wataanza kukuhukumu kwa namna ya kimwili. Na niseme hivi, ni kitu cha muhimu sana, lazima tuelewe kwamba katika ulimwengu huu ni rahisi sana au ni muhimu mno kile tunachokisema kionekane. Kama kuna namna ambavyo unaweza
Kama kuna namna ambavyo unasema kitu fulani kwamba mimi ni na status hii katika ulimwengu, ukisema kwenye public lazima watu wakione. Kama unawajua kwamba watu hujafikia hatua ya kuonekana katika namna matendo yako ya mwili, usiseme. Na ndio hapo tunawachanganya watu. Tunasema sisi ni watakatifu, sisi ni watakatifu. Mtu akikuangalia wewe umemdanganya jana. Mtu akikuangalia wewe una vitu fulani fulani ambavyo umevifanya. Kuna namna ambavyo tukiweza kuyashinda mambo ya mwili, ndio tunaweza kusema sasa bana sisi ni tumefanya. Sio kwamba tusiposema kwamba itabadilisha status yetu, au tukisema alafu haionekani. Kuna namna ambavyo tutaonekana sisi ni waongo. Tutaonekana sisi, sababu Mungu anatutaka kwamba kile tunachokisema kithibitike katika namna ya mwili. Basi ni mshukuru Mungu, lakini tutaendelea wiki ijayo, lakini tutaendelea katika utakatifu wa mwenendo. Umuhimu wa hilo eneo. Sisi kama kanisa hatuwezi tukajivunia tu kwa vitu vya rohoni, na wakati Mungu anataka pia ule utakatifu wetu au ule utukufu wake udhihirike katika namna ya mwili. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako hili katika siku ya leo Bwana, ambalo limezungumza na sisi kwa habari ya sifa yako. Wewe uliye mtakatifu wa kweli, wewe uliye mwanzo wa utimilifu wote, wewe uliye mtakatifu, tunakushukuru katika siku ya leo. Umetukusanya mahali hapo ukasema nasi kwamba katika wewe tunapokea utimilifu, katika wewe tumefanywa kuwa watakatifu katika roho zetu. Mfalme, nakushukuru kwa sababu hii ni neema tu, sio kwa njia ya matendo yetu, sio kwa sababu ya ukamilifu wetu, lakini Mungu umetufanya, umetuchagua. Si tuliokuchagua wewe, bali wewe ndiye uliotuchagua sisi, ukatuweka kusudi tukapate kuzaa matunda. Wewe ndiye uliotuchagua Bwana, umetuchagua na kutufanya kuwa watakatifu wako. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya neno hili Mungu, sababu limetupa ujasiri ya kwamba sisi ni vyombo vyako, sisi ni watoto wako, sisi tutokana na wewe, sisi tumefanywa kuwa watimilifu kutokana na neno lako, kutokana na neema yako. Mfalme, tunakushukuru, tunakuja mbele zako kukushukuru. Tunatambua kabisa kwamba utakatifu huu ambao umetupa unahitaji tupate kuudhihirisha katika namna ya maisha yetu na mwenendo. Mfalme, endelea kutusaidia tupate kuelewa jambo hili, ili tunapofanya katika ulimwengu huu tujitahidi kwa bidii yote katika miili yenye kuharibika, miili yenye asili ya dhambi, tupate kuweza kudhihirisha kile ambacho umekiweka ndani yetu, yaani ukamilifu. Mungu, endelea kutujenga, endelea kusema na sisi, ili mwenendo wetu uakisi vile ambavyo ulivyo. Kwa utukufu wa jina la Kristo Yesu nimeomba. Amen.